iliyokuwa imebeba ujumbe gani? Iliyokuwa imebeba ujumbe unaosema tamasali za siri kutoka katika ndoa. Mara baada ya fungu la ukalili kilichojiri baada ya fungu la ukalili ni somo la ukuziaji au somo la ukuziaji lililobeba ujumbe upatao kukaribisha wageni. Mara baada ya somo la ukuziaji au sehemu ya shule Sabato, ambacho kilichofuata ni nini? Labda unaweza kuniambia kilichofuata ni nini? Somo la ukuziaji kilichofuata ni wimbo ulioletwa na wazazi wa watoto wao miaka 1 hadi 9. Mara baada ya wimbo tulifuatiwa na nini? Mara baada ya wimbo kilichofuata ni somo la utume. Mara baada ya somo la utume au nchi za mbali kilichofuata au kilichotendeka ni nini? Kilichofuata ni taarifa ya shule ya Sabato sambamba na utambulisho na ombi la mwisho na kufungwa kipindi hiki majira ya saa 3:50 asubuhi, tukiwa jumla ya washiriki wapatao 202 wa shule ya Sabato. Tunaenda kumalizia ambao ni kipengele cha mgawanyiko katika vitengo mbalimbali. Maana yake au unaweza kusema shule ya Sabato sehemu yale. Je, unaweza kujiuliza maana ya mgawanyiko katika vitengo mbalimbali? Kama umeshawahi kujiuliza maana ya mgawanyiko, jibu ni kwamba nisikilize ili uweze kupata maana neno hili la mgawanyiko katika vitengo mbalimbali. Maana ya mgawanyiko katika vitengo mbalimbali ni vile tunapotoka kwenye madarasa yetu tunaoenda kuuliza waliotembelea, unajibu hebu sikiliza, je, mgawanyiko huu ulikuwaje kwaje? Kwa kwanza, waliotembelea kwa kusudi la Injili walikuwa ni watu 7. Idadi ya magazeti, vitabu na vijisoma vilivyotolewa hakuna. Idadi ya mahubiri, mafundisho yaliyotolewa ni mafundisho 9, lakini idadi ya magazeti na vitabu vilivyotolewa au vijisoma hakuna. Je, wanaotembelea wanaenda kufundisha Biblia hawapatii kopi hata za kujifunza? Kwa maana unapomwachia mtu hapo kuhusiana na unapomtembelea inatakiwa upatie hata Sabato ya kweli ili awe anasoma. Hiyo Sabato ya kweli inaweza kumuomba, lakini hakuna kitabu kimoja kilichotolewa. Tuendelee. Idadi ya roho zilizongoro ni roho 5. Idadi ya watu waliosaidiwa ni watu 23. Idadi ya nguo zilizotolewa ni nguo 5. Fedha na samani ya chakula kilichotolewa ni 29,600. Waliosoma lesoni kwa mpango ni watu 9. Waliosoma lesoni japokuwa si kwa mpango ni watu 13. Waliosoma lesoni kwa njia ya mtandao ni watu 5. Unaweza kujiuliza kwenye kanisa